Tunajua kwamba hivi sasa wananchi Young Africa wanatarajia kucheza mchezo dhidi ya FAR Rabat. Bila shaka Young Africa ni Watanzania pekee wanaweza kusema hivyo hivi sasa wanayepambania kuvuka katika hatua hii na kwenda katika hatua nyingine ambayo inafuata. Kwa kiufundi zaidi, unafikiri mchezo kati ya Young Africa dhidi ya FAR Rabat utakuwa ni mchezo wa namna gani? Yeah, of course ni mchezo ambao Yanga wanaweza kuumudu kwa sababu wameongeza quality kwenye kikosi chao. FAR Rabat ni timu ambayo iko direct, niliwahi kuwazungumzia, na uzuri ni kwamba timu za kaskazini ukiruhusu zikutawale ndo zitakufunga, kwa sababu miongoni mwa strengths zao ni zinapokutana na timu ambayo itakubali kukaa nyuma. Unaona Yanga ilivyocheza na Al Ahly, Ndio. Umeona magoli yalofungwa, yani walikuwa wapo kwenye kuzuia alafu wakaconcede. Ndio. Kwa hiyo kumbe tunapata picha timu za kule, the more unavyotaka kujifanya unazuia, the more unavyowapa uhuru, kwa sababu mabao yao mengi wanayafunga timu zikiwa zipo kwenye kuzuia, kwenye nyakati za kuzuia, kwa sababu wana commit namba kubwa. Timu za Arabuni hawaogopi kushambulia, kwa hiyo wana commit namba kubwa mbele, unawasababisha hata wale viungo ambao ni offensive threat wakina Mohamed Rabih Harimati kusogea juu na kutengeneza namba kubwa kwenye eneo lako na kukushambulia. Kwa hiyo unatakiwa uangalie namna gani unawafanya wale FAR Rabat wasicommit namba kubwa kwenye eneo lako, alafu uhakikishe wanacheza mbali, unawalazimisha wao kucheza mbali kidogo na box lako, kwa sababu the more unavyowaruhusu wacheze karibu na box lako, the more watakavyokufunga, kwa sababu wana wachezaji ambao wana quality ya kuweza kuamua mechi. Kwa hiyo wakienda na game plan nzuri wanaweza wakapata alama. Wakipata alama moja itawaongezea kitu. Kwa hiyo mechi ya mwisho wakifanikiwa kushinda, wana nafasi ya kuweza kusonga katika hatua inayofuata, maana yake mechi ya mwisho dhidi ya JS Kabylie. Kwa hiyo hivyo ni namna gani wanaweza kumanage game yao waweze kuondoka na alama kule Morocco, then kibarua cha mwisho watakimaliza. Unafikiri Young Africa wanaweza wawe bora zaidi katika eneo lipi ili waweze kupata matokeo? Kwa sababu kwenye kila timu lazima kutakuwa na udhaifu katika eneo fulani. Kwa namna ambavyo umeichunguza ukapata details za ndani kabisa za FAR Rabat, unafikiri Young Africa wakifanya kitu gani pale wanaweza wakaondoka hata na alama moja? Of course wawe bora kwenye eneo la kiungo, kwa sababu kama nilivyotoka kukwambia, eneo la kiungo ndo linaweza likadetermine mpira uchezwe vipi. Ukiruhusu eneo lako la kiungo liwe loose, mipira itakuwa inapita nyuma safu yako ya kiungo kirahisi na kupelekea safu ya ulinzi kurudi nyuma na kucheza karibu na goli zaidi na zaidi, kitu ambacho kitawafanya wale FAR Rabat kusogea juu zaidi na kukushambulia muda mwingi wa mchezo. Umeelewa? Kwa hiyo ni swala muhimu ni kuhakikisha unakuwa na lile eneo la kiungo unahakikisha unalitawala, ili wale FAR Rabat wasilimiliki na kulitumia kuweza kuprogress mipira na kukulazimisha ukae muda mwingi kwenye eneo lako, kwa sababu atakufunga tu ukiruhusu hicho. Kwa hiyo eneo la kiungo linabidi liwe crucial zaidi kwenye huo mchezo kuliko kusema utumie defensive block muda mwingi kuzuia. Hiyo inaweza ikawa idea mbovu sana. Watu wengi kwenye mchezo dhidi ya Ale Vale walikuwa wanasema kwamba Zimbwe angebidi aanze dhidi ya Boka. Kwa namna ambavyo unafikiria wewe katika mchezo dhidi ya FAR Rabat, Zimbwe na Boka nani aanze? Yoyote tu. Yoyote, kwa sababu wote mimi naona wana quality ya kuweza kucheza vizuri. Defensively naona Boka inawezekana akawa mzuri zaidi, lakini offensively sio mzuri sana. Lakini kwa Zimbwe pia mimi sijai kumrate sana kwenye offensively, lakini ana tactical ability ambayo inaweza ikamsaidia. Yani mimi naona wote sawa sawa. Yani akianza Boka, akianza Zimbwe, mimi kwangu naona sawa. Lakini sio kwa mahitaji ya mchezo husika. Unajua kila mtu ana madhaifu yake. Unajua Boka pia ana ubora wake kwenye kikosi, lakini pia Zimbwe ana ubora wake kwenye kikosi. Unaweza kusema nikianza na mchezaji huyu kuna kitu fulani Young Africa itaweza kuwasaidia wao kupata matokeo mazuri. Boka direct. Of course. Boka unaanza naye mapema. Kwa nini Boka? Sasa umesema mahitaji ya mchezo. Sasa ubora wa Boka ambao umemzidi Zimbwe ni upi? Kwanza Boka ana speed. Kwa hiyo ile speed yake inaweza ikamsaidia kuweza kupenyeziwa mipira kwenye maeneo ya pembeni na kulazimisha kitu kitokee. Tofauti na Zimbwe ambaye yeye ni mwepesi zaidi kucheza
na winga, sio ku speed up, ku accelerate. Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo unabidi uangalie pia. Lakini vingine vingi wanafanana. Unajua Zimbwe miongoni mwa kitu ambacho pia kinamsaidia ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kukaba na ni tackler mzuri, maana yake ana uwezo wa kufanya tackles na kufanya recoveries za mipira na nini. Anaweza. Lakini pia ukija kwa upande wa Boka pia the same anaweza, ingawa Boka anapofika eneo la ushambuliaji end product yake naye sio mzuri, lakini angalau ile speed yake inaweza ikawafanya wale FAR Rabat kushindwa na pia itategemea kwa sababu FAR Rabat maeneo ya pembeni wana wachezaji wazuri, kwa hiyo wanaweza wakawafanya Yanga kujikuta wanakaa kwenye wale mafullback wao wanakuwa stagnant, wanakaa maeneo wao wanaanza wanacheza karibu zaidi na safu ya ulinzi. Kwa namna kundi lilivyo, unaiona nafasi ya Young Africa kuvuka kutoka katika hatua hii na kwenda katika hatua ya robo finali? Of course nawapa kama 50%, ni 50-50 tu wanaweza kuvuka 50%. Nawapa 50% kwa ninavyoona. Si nimekuelezea kwa maana mechi yao ya Morocco wakiambulia alama, maana yake wamejiweka kwenye mazingira mazuri kwa sababu watakuwa na mechi ya nyumbani ambayo inaweza wakapambana na nini wakapata alama zote tatu, ikawa rahisi wao kusonga. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo wakizingua hiyo mechi ya Morocco probably watakuwa wamejaribia pakubwa sasa. Kwa hiyo ndo maana anasema 50-50. Maana mechi yao ya Morocco kwanza ni key. Maana mechi ya nyumbani dhidi ya Kabili sioni kama ni mfupa mgumu hivyo. Yanga wanaweza wakajitahidi na wakapata alama tatu. Kwa bila shaka Watanzania tuiombee Young Africa ifanye vizuri. Sawa. Sio mbaya. Tumezungumza mengi sana. Lolote la kumalizia Dula kwa wadau na wapenda soka wa Tanzania, kwa sababu tunajua ligi yetu imedrop kidogo, lakini pia timu zetu hizi namna ambavyo zinacheza. Zungumza kidogo na Watanzania. Okay, ni kusupport timu zetu na unajua mimi napendaga kusema jambo moja. Unajua sisi wa Tanzania mpira tunaupenda, lakini tusiishie tu kupenda juu. Tunatakiwa tujue mpira kwa undani zaidi ili tuwe tunasaidia pia kudirect ligi yetu, vilabu vyetu pia kufanya maamuzi sahihi, na ni kwa sababu the more tunavyokuwa na watu wengi ambao uelewa wa mpira ni changamoto, ni rahisi hata kwa klabu kushindwa kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu muda mwingine mashabiki wana hype kitu ambacho kiko wrong, alafu kinaenda kuzalisha jambo baya zaidi, alafu lawama zinarudi tena pale kwa waongozaji. Kwa hiyo tuupende mpira, tusupport timu zetu, lakini tujitahidi tujifunze mpira. Tuangalie mpira una demand nini, unahitaji nini na nini, then itakuwa rahisi hata kutoa advice kwa vilabu vyetu na nini kuweza kufanya maamuzi yaliyo bora. Unajua mshabiki mwingine anaweza kapiga kelele fulani tunamtaka fulani, lakini yule fulani asiwe kwamba ndo anaenda kusolve tatizo. Pengine anaenda kufanya tatizo libaki vile. Lakini ukiwa na watu wa mpira, kuna baadhi ya maamuzi unaona viongozi wanafanya haya maamuzi mazuri, unajua, lakini yanaweza asiwafurahishe wengi ambao pengine hawajaelewa yale maamuzi. Kwa hiyo usome mpira. Mbona mimi natenga muda najifunza mambo kibao, naangalia mpira mechi nyingi, najifunza hii timu zinacheza vipi, zinafanya hivyo na nini. Kwa hiyo natamani hivyo, japokuwa sio rahisi kwa sababu ni issue ya muda, wengine wako busy na nini, lakini wewe una hiyo passion na, lakini sasa kama ukiwa huna huo muda na nini, basi watu ambao wanatenga muda kwa ajili ya kufanya vitu research na kujua mambo na nini, usiwabeze. Kwa nini nikushukuru sana. Nashukuru, asante.